Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Alhamdulillah alladhi wa huwa lida'i mujib ala habibika ya tawwab subhanaka ya muqallib alqulub rabbul albab ومسبب الأسباب الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي من العذاب وتدخل قائلها دار السلام بغير حساب ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين أصدق العباد لله شكرا وأعظمهم لربه ذكرا أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله ربي وسلامه عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى. أيها المؤمنون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنه نجا وفاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال أيضا سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salam zimwendee kiongozi wa umma nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nachukua fursa hii adhim ya kuihusia nafsi yangu dhaifu na kuto kuzisahau nafsi zenu tukufu kunako swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kwa hakika wamepatapo kufaulu wale ambao wameshikamana na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, ama unwanu khutbatna al-yawm, ima unwan ya khutba yetu ya siku ya leo, ima kichwa cha habari cha mazungumzo yetu ya siku ya leo, sanatahaddath an mawdhu'in yaqul, tutaongelea kunako maudhui au unwani inayosema as-sadaqatu fil Islam, urafiki katika Uislamu. Ay madha tahaddatha al-Islamu an as-sadaqa, Uislamu umezungumzia vipi kunako urafiki au marafiki? Uislamu umelizungumzia vipi swala hili la urafiki au marafiki? Ndugu zangu katika imani, kabla sumumi fi khutbatina, kabla hatujaingia katika khutba yetu, katika unwani yetu, linaarifa awalan, kwanza tufahamu ndugu zangu katika imani, maana sadaqa, maana ya urafiki. Madha tu'na wa tuqsadu bisadaqa, tukisema urafiki tunakusudia nini? Tukisema marafiki tunakusudia nini? Ndugu zangu katika imani, tu'rafu sadaqa biannaha, hufahamika urafiki kuwa huwa urafiki rabitatun min almawaddati walmahabba, kuwa urafiki ni kitu ambacho kimewafungamanisha watu, kimefungamana tena kwa kupitia mapenzi na mawadda baina ya hao watu, tena hicho kitu bil ikhlasi baina shakhsaini au akthar, ni jambo ambalo limefungamanisha baina ya watu wawili, tena mafungamano ambayo yamepatikana kupitia mapenzi na mawadda, lakini kwa kuaminiana baina ya watu wawili au zaidi ya watu wawili. Huo ndio urafiki. Urafiki ni watu wawili kusuhubiana, kuwafikiana, kuwa kitu kimoja,
na wakaaminiana na wakashirikiana katika kila jambo, huo ndio urafiki. Na hayo ndiyo makusudio ya neno as-sadaqa. Ndugu zangu katika imani, fasadiqu, ima rafiki, wanasema wasemaji, as-sadiqu mir'atu sadiq, kuwa rafiki ndiye kioo cha rafiki yake. Rafiki ndiyo kioo chako wewe rafiki. Ikiwa wewe una rafiki, basi huyo rafiki yako ndiye kioo chako. Idha aradta an tanzura ila akhlaqik, ukitaka kuziangalia tabia zako, fanzur ila sadiq, basi muangalie rafiki yako. Ukitaka uangalie au angalie tabia zako na mwenendo wako, ni wewe muangalie rafiki yako, kwani rafiki yako ndiyo kioo chako. Ukimwangalia rafiki, sawa sawa umejiona wewe. Lakini vile vile, wa huwa mizanul abdi au sadiq, na huyo rafiki ndiye unwani wa rafiki. Yani rafiki ndiye anayetambulisha tabia za ndugu yake za rafiki yake. Rafiki ndiye anayeweka wazi mambo ya rafiki yake. Lakini vile vile as-sadiq, sadiqi, wa huwa unwanu khuluqihi, ndiye kichwa cha habari cha tabia za rafiki yake. Ndiyo maana mtu akitaka kwenda kutumbia sehemu fulani, au mtu akija kutumbia katika nyumba fulani, jambo la kwanza, fayundharu ila asdiqaihi, kwanza huwa anaangaliwa marafiki zake wana tabia gani, wale watu wa karibu wana sifa zipi, wale watu wa karibu wanamtambua vipi huyo ndugu yao. Kuna watu washakosa wake kutokana na marafiki, kuna watu washapata wake kwa sababu ya urafiki wao marafiki zao. Ndugu zangu katika imani, jambo hili ni jambo ambalo Uislamu umechukulia kuwa ni jambo la muhimu. Ni watu tuzingatie jambo hili, kwa sababu ni jambo ambalo linatengeneza na linaharibu. Walihadha qad hatha alislamu, na kwa ajili hii Uislamu ukatuhamasisha ala ikhtiyari as-sadiq, kunako kuchagua rafiki ambaye salih, au rafiki ambaye ni mwema, rafiki ambaye sayuinuka fi dinik wa akhiratik, rafiki ambaye atakupa sapota, atakupa nguvu katika dunia yako na akhira yako. Na Uislamu katahadharisha na kujichukulia marafiki ambao ni wabaya, kwa sababu watatuponza siku ya Kiyama, lakini hata hapa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala ananukuu yale mambo yatakayojili yauma al-qiyama baina sadiq, baina ya rafiki na rafiki yake. Allah subhanahu wa ta'ala ananukuu mambo ambayo yatakayokuwa siku ya Kiyama baina ya rafiki huyu na rafiki huyu, maadamu tu walikuwa ni marafiki ambao sio wema. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kuna watu watakuja kusema, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, laiti mimi, najuta mimi lao nisingemfanya fulani kuwa ni rafiki yangu. Kwa nini? Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, kwani huyo rafiki ndiye aliyeniponza, ndiye aliyenifanya niangamie, ndiye aliyenifanya nipotee. Hakadha kam minan nas yadhilluna bisababi asdiqaihim, ni wangapi wanapotea kwa sababu ya marafiki zao, ni wangapi wanaongoka kwa sababu ya marafiki zao. Hebu angalia mfano mzuri wa Mtume na Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ilikuwaje? Baada ya Mtume kuletewa wahi, alimfikishia rafiki yake as-Siddiq. Kabla ya Uislamu, Abu Bakar alikuwa ndiye rafiki wa Mtume. Vipi ilikuwa baada ya kumfikishia ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala? Fasaddaqahu, alimsadikisha. Kwa hiyo urafiki ndio unaojenga na urafiki ndio unaobomoa. Kwa hiyo kuna watu siku ya Kiyama watakuja kujuta kwa sababu ya wale marafiki wao waovu. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akatubainishia tena majuto yatakayokuwa siku ya Kiyama. Allah akasema, al-akhillau yawmaidhin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Allah anasema hakika siku hiyo, siku gani? Yauma al-qiyama,
vipenzi, marafiki waliosuhubiana duniani, waliokuwa pamoja duniani hapa, siku ya Kiyama wao kwa wao watakuwa ni maadui, watakimbiana, watakuwa hawajuani. Walivyokuwa wakiishi duniani, kumbe walisuhubiana si kama ambavyo Allah alivyowaelekeza wao, wakasuhubiana wakaelekezana katika yale mambo ya kumwasi Allah. Basi siku hiyo ya Kiyama wao kwa wao watakuwa ni maadui. Allah kabainisha rafiki ambaye atakaye kunufaisha wewe Muislamu. Allah akasema illa almuttaqin, isipokuwa wale marafiki ambao walisuhubiana duniani kwa ucha Mungu, walipendana kwa ajili ya Allah na walichukiana kwa ajili ya Allah, na kama ilitokea kupigana, walipigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hao ndio watakao kuwa waliosalimika siku ya Kiyama. Ndugu yangu katika imani, fandhur, hebu muangalie rafiki yako. Je, ni rafiki mwema au rafiki mwovu? Na Mtume alayhi salatu wassalam anatupigia mfano ambao lau mfano huu tukiuchukua tukaupigia mfano juu ya marafiki tulionao, tutaweza kubainikiwa juu ya marafiki tunaoishi nao. Mtume alayhi salatu wassalam anasema mathalu aljalisi salih wasu, mfano wa rafiki mwema na rafiki mwovu, kahamil almisk, ni mfano wa mtu anayesuhubiana na bwana anayetembeza marashi. Mfano wa mtu ambaye rafiki yake ni mwema ni mfano wa mtu ambaye amesuhubiana na muuza marashi. Lakini vile vile mfano wa mtu ambaye rafiki yake ni mwovu, kanafikhil kiri, ni mfano wa mtu ambaye ni mfua vyuma. Ewe mja wa Allah, hebu angalia mfano huu. Mtume alayhi salatu wasalam anatolea mfano wa mtu ambaye rafiki yake ni mwema ni sawasawa na mtu anayetembea na muuza marashi. Hivi ukitembea na muuza marashi ni nini unachopata? Hivi unapotembea na mtu anayeuza marashi nini unachopata? Bila shaka unapata harufu nzuri, bila shaka unapata harufu nzuri, laala huyo rafiki yako akakupa katika hayo marashi. Lakini mfano wa mtu ambaye rafiki yake ni muovu ni mfano wa mtu anayesuhubiana na mtu anayefua vyuma. Huyo mtu vyovyote vile itakapokuwa, lazima atakuunguza, lazima atakuunguzia nguo yako. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, angalia rafiki yako unaishi naye ni rafiki mzuri au muovu. Ikiwa rafiki yako ni mwema, ni mfano wa wewe unatembea na mtu anayeuza marashi. Lakini rafiki yako akiwa ni muovu, ni mfano wa mtu anayetembea na rafiki ambaye yeye kazi yake yeye ni kufua vyuma. Ndugu zangu katika imani, ndiyo maana Mtume alayhi salatu wassalam akatupa wasia ambao tuuzingatie. Mtume akasema arrajulu ala dini khalilihi, hakika mtu anaathirika na tabia za rafiki yake. Hakika 100% mtu anaathirika na tabia za rafiki yake. Kisha Mtume akasema falyanzur ahadukum man yukhalil, basi mmoja akitaka kusuhubiana na mtu, basi angalie ni nani atakayemfanya kuwa rafiki yake. Mja wa Allah, angalia rafiki unaishi naye ni mwema au ni mwovu. Mmoja katika watu wema anasema waqtan khalila qalbik bihikmatin, hebu wewe mja wa Allah unapochagua rafiki, mchague rafiki ambaye ni mwema mzuri kwa ajili ya nafsi yako, lakini tumia hikma, tumia macho ya mbali kumwangalia huyo rafiki yako. Kwa nini? Akasema falaysat kullu alqulubi bilqulubi taliq, kwa sababu kawaida ilivyo nyoyo siku zote haziwezi zikawa sawa. Moyo huu hauwezi kulingana na moyo mwingine, kwa sababu moyo wako wewe hauwezi ukasubiana na kila nyoyo ambayo unaiona. Kwa hiyo angalia mtu ambaye moyo wako utakuwa sawa na yeye, tabia zako wewe zitakuwa sawa na yeye, ili akunufaishe. Kisha akamalizia kwa kusema wakhtar linafsika shakhsan, na jichagulie wewe mwenyewe mtu ambaye idha qasat alayka alayam, ikitokea masiku yamekuia magumu, siku zimekuwa ngumu kwako, huyo rafiki yakul laka fihi, atakuwa huyo rafiki yako ishmun la yakhibu, ni rafiki ambaye
ukitaka matumaini utayapata kwake pasina kuchelewa. Huyo ndio rafiki ambaye wewe Muislamu mchague, lakini sio yule rafiki ambaye kwenye raha mko pamoja, kwenye shida hamuonani. Unatazama Amani TV Online, amani kwa wote.